Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijumaa nyingine tulivu zaidi katika mwezi huu wa Januari. Tarehe ni 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025 sawia na tarehe 10 ya mwezi wa Rajab mwaka 1446. Kama ada wala si ibada, kila siku ya Ijumaa huwa ni kipindi chako kipendacho cha afya na jamii, tukikifanya ama kukiandaa katika stesheni na katika studio za Al-Hajar TV. Lakini kama tulivyokuahidi, mwaka 2025 ni mwaka wa mabadiliko zaidi, ni mwaka wa kukupa kile unachokihitaji na kukiboreshea katika vipindi unavyovipenda. Afya na jamii leo imepita mabonde, wenyewe wanasema barabara jam za katikati ya kaunti ya Mombasa hadi kufika katika eneo hili la mkabala na kituo cha polisi cha Central, ambapo kunapatikana kliniki ya macho ya Perfect Eye Clinic inaongozwa na Daktari Richard Kinuthia. Tuko katika kliniki yake hapa, ambapo leo afya na jamii inakuletea magonjwa ya macho kwa wagonjwa wenye kuugua magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu, ama kwa almaarufu pressure kwa lugha ya Kimombo. Dr. Kinuthia yuko hapa nami kwa tayari kutusimulia, kutuelesha, kutuelimisha na kutujuza mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo. Dr., habari ya siku nzima na kuchoka kwa kazi? Nzuri sana, tunashukuru hata kupata nafasi hii. Tunaendelea kama vile umeona, tumekuwa busy, wagonjwa wengi. Hii tunashukuru Mungu. Kazi yetu kama vile tumekuwa tukisema nawe kwenye kipindi, ya kwamba sisi ni sababu tu ya kuwa mahali hapa, ya kusaidia watu wetu, na tunashukuru nafasi hii nzuri, na pia kwenye Al-Hajar TV kwa kutupatia nafasi ya kufunza watu wetu. Na mno mada ya leo ni ya muhimu sana, kwa sababu kama vile tutasoma, ugonjwa huu wa kisukari unaweza leta upofu kwa haraka sana, na wengi wao pengine hawajui dalili zake zile zinakuja kwenye macho. Kwa hivyo wasikilizaji wetu na watazamaji wetu waweze kufuatilia kipindi hiki, na bila shaka itakuwa eye opener, tutawafundisha mambo mengi. Kama ulivyomsikia Dr. Richard Kinuthia anakuambia kaa mkao wa kula, kaange mwanzo angalawa hii ya kielimu ya kiafya, tutakapozungumzia gonjwa la macho kwa wagonjwa wanaoathirika na gonjwa la kisukari na high blood pressure, almaarufu shinikizo la damu kwa lugha ya Kiswahili, ama iite pressure kwa wale ambao wanaizoea kwa urahisi. Dr., bila kupoteza wakati, kwa nini tunaizungumzia mada hii, na kwa nini gonjwa la kisukari na gonjwa la pressure linaandamana ama linaoana zaidi na gonjwa ama matatizo ya macho? Ni vizuri kusema hivi mwanzo, ni ya kwamba shida, macho ni kiungo cha part of the organs za mwili, kumaanisha ni kiungo ambacho kimeshikana na mwili mwingine. Unapata ya kwamba shida zingine za macho za mwili zinaweza sababisha macho kupata shida, haswa kwenye ugonjwa wa kisukari na pressure. Isipoangaliwa inaharibu macho, na haswa inaleta upofu kwa haraka sana. Na watu wengi ambao wako na ugonjwa wa sukari mwishowe wanapofuka. Kama vile unaona watu wengi kwenye ugonjwa wa kisukari, kama hawajaangalia vizuri, wanakatwa mguu. Ugonjwa wa pressure na ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa mmoja ambao una affect all the organs, na mno ile inaafektika sana ni jicho. Na watu wengi wetu hawajui, wanaenda tu kwa sukari, anapimwa sukari yake, anarudi nyumbani. Ni vizuri kuambia hivi ya kwamba kama uko na ugonjwa wa kisukari, ni vizuri sana kuona daktari wa macho kila baada ya miezi 6. Yeye ataweza kuangalia macho kama imeanza kuadhirika, na sababu tutaingia kwenye dalili. Ni vizuri kujua ni daktari peke yake, na mashini kama zile tuko nazo hapa zinaweza tambua zile tunaita signs and symptoms, zile za mapema kama ugonjwa wa kisukari umeanza kuadhiri kwenye macho. Na niseme hivi, jicho la binadamu liko na mishipa nyembamba sana. Najua tuonyeshwa kwenye picha. So hizo mishipa ndio zinaafektiwa kule nyuma, na zikiafektiwa kwa sababu wabemba wake zinapasuka, zinaanza kumwaga damu kule. Lakini itakupeleka hatua kwa hatua hadi mtu mwenye na ugonjwa wa kisukari apofuke kwa sababu ya
ya sukari. Asante sana Dr. kwa kutupa taswira hiyo, na bila kupoteza wakati pengine tuangalie hizi dalili za awali, early symptoms za mtu ambaye pengine anapatikana na ugonjwa hili ni zipi? Kama uko na ugonjwa wa kisukari, na ni haswa, na ni vizuri niseme hivi ndugu yangu, kuna wale watu ambao yeye hajui kama ako na ugonjwa wa kisukari, wako nao, lakini dalili moja ambayo huwa inajitokeza wazi ni kupitia kwenye macho. Ukinotice ya kwamba jana ulikuwa unaona vizuri, lakini leo umeamka na kuona kwako kumeenda chini, tunaita blurry vision. Blurry vision kwa sababu ya watazamaji wetu ni vile pengine mtu anaona ukiwa uko ndani ya maji. Kama una swim, unaona objects ambazo sio clear. Ama ukiweka glasi ya maji, uchungulie upande ule mwingine, unaona ni kama unaona binadamu ama kitu, lakini si clear. Inaitwa blurry vision. So dalili ya kwanza ni kama una notice ya kwamba kuona kwako kumeenda chini kwa mara moja ama kunaenda gradually. Ya pili ni ya kwamba ulikuwa unaweza kusoma SMS za simu yako, unaweza soma mswafu wako, unaweza soma Qurani yako, lakini kwa siku chache inakuja tu mara moja. Last week ungesoma, lakini wiki hii ni ya kwamba huwezi kusoma. Sawa sawa. Inaenda sasa ya kwamba mtu mwenye ako umbali ambao ungemtambua vizuri, anaweza kuwa ni mke wako, mume wako, ama mtoto wako, ya kwamba ni mtu unatambua na unakaa na yeye kama vile wewe, mimi na wewe tunajuana. Lakini ukisimama kwa mita 2-3 sikutambui, ni vizuri sana unatahadhari ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba huyu sukari yako imepanda na inaharibu na inaleta upofu kwenye macho. Ikifika hapo sasa inaingia sasa ile stage ambayo tunasema ni serious. Utaanza kuona vitu zinaitwa floaters. Ukiangalia, na ninajua watazamaji wengi wetu wanakuja kwenye kliniki hii yangu wakipata ya kwamba unapata ni kama vitu vinatembea mbele ya jicho lako. Ni kama inzi, ni kama kitu unaweza gonga itoke, ama ni kama kaumbu, ukigeuza jicho unaona kanaenda. Kama unaona hiyo dalili na una ugonjwa wa kisukari, unastahili kukimbia sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu jicho lako jinsi lilivyo liko na vitu viwili. Moja ndio football ikae vile ilimekaa, na jicho lako ni vizuri sana kusema iko round, ina vitu viwili ndani. Moja ni hewa, iko na air ambayo tunaita intraocular pressure. Kitu ya pili iko na maji kule ndani. So ukiona hizo floaters ambazo tumeambia watazamaji wetu, ni kumaanisha jicho lako zile mishipa nyembamba za kule nyuma zimepasuka, zimevuja damu, na hiyo damu sasa iko kwenye hiyo maji ya macho, na sasa unaiona ikiwa image mbele ya jicho lako. So ni vizuri wasikizaji wetu wae tahadhari ya kwamba ukiona ushaanza kuona hizo dalili. Ya nne na ya mwisho ambayo ni hatari sana, unapata kile inaitwa blanket vision. Ya kwamba jicho unapata ni ya kwamba ni kama blanketi imewekwa mbele ya jicho lako. Ni kumaanisha ile damu ilikuwa inatona polepole, ishajaa ndani ya jicho lako na ishafunika mahali unastahili kuona. Na hii ikiendelea kwa muda mrefu, bila shaka unapofuka na hakuna kitu inaweza fanyiwa. Hii ni jambo ambalo nimeona likifanyika kwa watu wengi sana, watu wetu. Kwa hivyo ni vizuri tahadhari dalili hizi vile zinaendelea. Lakini ni vizuri kusema hivi, kuna dalili mara mbili ambazo kuna zile short term ambazo zinakuja wakati umetibu sukari yako zinaenda, na kuna zile zinaitwa long term. Short term ni mbili. Moja, kuna hii ambayo huko unamtambua mtu vizuri sana, ama unaona mtu ni kama ako ndani ya maji, inaitwa blurry vision. Hiyo ni inasababishwa na kioo kile kiko ndani ya mbele ya macho kinapata maji ama kinafura. Sawa sawa. Na ndio sababu mtu mwenye ako na ugonjwa wa kisukari, dalili number 1 itakuonyesha ya kwamba uko na ugonjwa wa sukari ni kwenda haja ndogo kwa mara mingi. Unakimbia dakika moja, ushamaliza unarudi tena. Kumaanisha maji mengi iko ndani ya mwili ndio inajaribu kutolewa. So maji mengi inaweza enda kwa viungo vingine tofauti, kama vile macho, kama vile miguu na pati zingine. So umepata blurry vision. Hiyo wakati sukari yako utastabilize itaenda, lakini itaacha madhara. Kwa sababu kuanzia hapo kuna uwezekano utapata ugonjwa unaitwa cataract ama utandu.
Watu wengi wenye ugonjwa wa kisukari, kuna uwezekano kama sukari yako haijaangaliwa vizuri wapate ugonjwa wa cataract. Ukungu huo. So na hiyo sasa itabidi afanywe upasuaji. So unaona ile sukari limesababisha ilete nini? Ukungu. Na nitahadharishe watu wetu hapa, kama uko na ugonjwa wa sukari na last week ulikuwa unawezaona vizuri na unaweza soma vizuri, lakini wiki hii ama siku chache ukapata huoni vizuri na usomi vizuri, si vizuri. Ukienda kwa clinic ambao wanauza miwani, bila shaka watakuuzia miwani na utaona kana kwamba hiyo miwani imekusaidia kuona vizuri sana. Lakini nikutahadharishe ya kwamba baada ya wiki moja mbili, wakati sukari yako itakuwa nzuri, sasa hiyo miwani haitatumika tena. Kwa hivyo ukienda hata kama ni kupimwa miwani na uko na ugonjwa wa kisukari, ni vizuri upime sukari yako imefika kiwango gani, ndio usiende upime ama upimwe sukari wakati miwani wakati sukari yako iko juu, kwa sababu vipimo vitatoka visivyo. So ni vizuri kujua. Lakini kuna ile permanent. Hii ya cataract utafanyiwa upasuaji, ni sawa. Hii ya blurry vision, sukari itarudi chini, itakuwa ni sawa. Lakini kuna hii ambayo nimeelezea, mishipa imeanza kuvuja damu. Sasa hapo ndio upofu permanent unaingilia. Na ndio sababu mada ya leo tukaambia watu wetu ni ya kwamba ni vizuri na ni muhimu kuangalia sukari yako na macho yako. Tukasema mgonjwa yote akona sukari, akona high blood pressure, aende kwa daktari wa macho kila baada ya miezi 6 ili aweze kufuatiliwa. Ni msisitizo kutoka kwa Dr. Richard Kinuthia ya kuwa mgonjwa yote ambaye anaugua gonjwa la kisukari, magonjwa la pressure, magonjwa la shinikizo la damu kwa lugha ya Kiswahili, ni vema zaidi na inastahili utembelee katika kliniki ya macho kila baada ya miezi 6 ili kuangalia macho yako ili kuepukana na upofu wa daima, kwa sababu wenyewe wanakuambia kinga ni bora kuliko tiba. Itakuwa ni vema zaidi wakikinga wakati watakapokuwa wameanza kugundua tatizo lako na mapema, kuliko kuja kuambiwa kuanzia sasa wewe ni kipofu na pengine ile hali umezaliwa na macho yako mawili. Pengine daktari, tukigusia baada ya kuangalia hizi dalili dalili za mapema pamoja na dalili ambazo ni za umbali zaidi, tugusie sasa baada ya kushasoma lile jicho ambalo mwenzangu mwelekezi atawekea watazamaji walitazame wanalione, pengine sasa tiba tugusie tunafanya aje, kwa sababu tumeangalia kwa mgonjwa mwenye gonjwa la ukungu atafanyiwa upasuaji. Kwa hawa wengine nao ni swali nzuri sana, na wasikilizaji wetu ni vizuri wajue hivi, matibabu yoyote ambayo tutakupatia kama macho yako imeanza kuadhilika na ugonjwa wa sukari ama high blood pressure, zote mbili inalingana na imefika stage gani. Na kama jinsi nimekwambia kwenye kipindi hichi mara mingi, magonjwa mingi inaenda na stages. Ikianza tunasema iko stage 1, ikienda tu inaendelea kuongezeka. Vile vile kwenye magonjwa ya macho, kwenye ugonjwa wa sukari kwenye macho. Akija kwangu wakati ako katika stage ya kwanza, tutatibu namna gani? Nitaangalia macho yake, nipate haoni vizuri. Lakini si kwamba anahitaji miwani, anahitaji kucontrol sukari yake. So tunamrudisha kwa daktari wa sukari aweze kucontrol sukari yake. Jambo la pili, akija kwenye stage sasa ya kuwa ashaanza kupata cataract, bila shaka kama imekomaa, na ni vizuri kusema hapa waziwazi, utandu ama venye umeita ukungu ama cataract inasafishwa tu wakati imekomaa, ama mgonjwa mwenye akiwa kuona kwake sasa kulingana na kazi yake kumedidimia, lakini si mtu yote tu afanye upasuaji, na ni vizuri kusema hivyo. La tatu, na ndio nataka kuingia, ugonjwa wa sukari tukasema ya kwamba mishipa iliyo ndani ya nyuma ya jicho, kama vile tumewekewa hiyo picha, inavuja damu. Ile mishipa ni nyembamba sana. Kama inavuja damu, ile tiba yake ni kuenda sasa tunafanya laser. Laser ni kuchomelea, kama vile ambavyo unaona mfereji wa maji. Nataka wasikilizaji wetu wafikirie mambo ya mfereji wa maji. Ukidungwa unamwaga, unatoa zile maji. So laser tunaenda tunachukua rays ama mwangaza ama wa stima, tunachomelea kale kamshipa
ili kaache kuvuja damu. Tumeelewana? Sasa kama zinamwaga mingi, tunajaribu kuchoma zile mishipa ziache kumwaga damu. Na zingine nazo tukiangalia ndani ya jicho kule nyuma, tutapata ni ya kwamba hii haijaanza kuvuja, lakini dalili inaonekana ni ya kwamba ishawafura karibu inavuja. Pia hiyo tunai wakati wowote. So pia tunaichoma ikuwe ngumu ili isimwage damu. Lakini mno ikifika ya kwamba damu imejaa ndani ya macho, kule maji ambayo iko ndani ya jicho inastahili kuwa clear kama maji safi sana. Ikifika ni ya kwamba macho imejaa damu, sasa hapo tunafanya upasuaji mgumu sana ambao unaitwa vitrectomy. Tutoe yale maji yote ndani ya jicho. Upasuaji unachukua muda mrefu sana, ndio tujaribu kuweka ingine artificial. Tuweke oil ama vitu zingine tunaweka. So muhimu sana wa kipindi hichi, samahani, ni wasikizaji wetu wasifike kule mwisho, ama wasije kwa kliniki kama tuwapime na mashini kama hizi zote tuambie kwamba hakuna kitu tutafanya. Ni muhimu sana kutahadhari ya kwamba kama uko na ugonjwa wa kisukari, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba utafika mahali macho yako inaweza adhirika. Na tuseme hivi kwa sababu ya watazamaji wetu ya kwamba umuhimu sana ni kuona daktari wa macho kila baada ya miezi 6, hata kama hauoni dalili yoyote, kwa sababu dalili za mwanzo haziko wazi kwako. Ni mpaka daktari akuweke kwenye mashini, uweke dawa ifungue jicho ili uweze kupatikana. Asante sana daktari kwa hilo, na pia kutujuza tiba ambayo inastahili. Kuna watu wanakuambia, kuna mmoja hapa anauliza daktari, hivi nikiona hizi dalili nastahili kutembelea kituo cha kliniki ya macho? Nikitoka kwenye mihangaiko yangu, ninaporudi kwenye nyumba, nikiingia naona giza. Anaona kama giza. Ni kutokamana na jua kali ama ni vipi daktari? Bila shaka kuna ile inalingana pia nyumba yake iko giza namna gani, lakini ni vizuri kujua hivi. Ukiona jambo lolote wengine ambao they are not experiencing, hawapitii, ni vizuri sana kukimbia kwa daktari ya macho. Kuna muscles ambazo zinasaidia kupunguza mwangaza na kuongeza mwangaza. Nikufunze hivi ndugu yangu. Wakati umeenda mahali hakuna mwangaza wa kutosha, jicho lako linajua kujiongeza mwangaza. Wakati unaenda mahali kama ufuoni, mahali kuna mwangaza mwingi, jicho lako kwa muscles zinaitwa ciliary muscles inajaribu kufunga na kupunguza mwangaza. So kuna uwezekano ndugu yangu huyo macho yake haina ile uwezo ya kufunga na kufungua. So pengine ni vizuri ya kuja kwa clinic tuweze kumuona. Tubakie hapa katika gonjwa kwa hawa wagonjwa wetu wa kisukari na high blood pressure. Dokta, kuna mmoja anauliza, gonjwa langu la pressure haishuki, iko juu na natokwa na machozi pamoja na macho kuniwasha, nini nifanye? Ni vizuri kusema hivi, hakuna pressure ambayo haishuki. Watu wengi wetu, na tumesema kwenye kipindi hichi, na tunatahadharisha watu wasisikize wale ambao si wataalamu. Tunasisitiza, tunasema watu waende kwa mtaalamu. Kama ni wa macho aende kwa macho, kama ni wa pressure aende kwa pressure. Kwa sababu gani? Na tumeona ya kwamba watu wanaenda kwa daktari wale wa mitaani, na tukasema na tukasikiza kwenye kipindi hichi tukiwa na wewe, wapiga simu wanasema watu wameweka mkojo kwenye macho, wameweka majani kwenye macho, wameweka maji ya chumvi, wameweka maji ya bahari. So ni vizuri sana watu wafuatilie daktari mwenye anafaa. So kama huyu asitumie vitu vya kienyeji, wacha afuatilie kwa daktari ambaye ataweza kumsaidia kupata dawa za sukari, za pressure ili iweze kushuka. Ikiendelea kuwa juu italeta madhara mengi. Kwa hapo kwa hizo dawa za asili, Dr. umenikumbusha kuna wakati taifa hili lilikumbwa na tatizo la wenyewe walikuwa kiita red eye. Tukaambiwa maji ya feri pale, tukawa tunaona umati wa watu jioni, kila mtu anakimbizana. Kama ndugu yangu cameraman Azlani alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa kimbizana pale kuchota yale maji ya feri. Kuna wengine wakasema chai ya rangi, chai ya chai kavu wenyewe wanavyosema, ni moja katika tiba asili kwa wagonjwa hao. Kwa lugha yetu tunaiziita TEM, zinaitwa traditional eye medicine. Haziruhusiwi. Mimi nimeona kwenye kazi yangu ambayo nimefanya kwa muda ya kwamba wengi wanapofuka kwa kutumia
zile vitu za nyumbani, ikiwa ni hiyo chumvi, ikiwa ni hiyo maji ya chumvi ya baharini. Hakuna association, na nikwambia hivi, maji ya baharini inaweza leta madhara mengi kuliko faida, kwa sababu wengi wanaenda wanachota, na unajua maji ya baharini iko na chumvi mingi na iko na mchanga ndani yake. Na nimeona watu wengine, ni vizuri ndugu yangu tutahadharishe akina mama pia, wanawaweka maziwa ile ya mama. Na wewe umeona hivyo, unapata ya kwamba mama mwenye ananyonyesha ya kwamba anaweka dawa yake, anaweka maziwa yake. Na hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo haifai kuweka majani, maji ya chumvi, maziwa ya mama na vitu vingi. Na wengi wanajua, na wasikilizaji wetu wanajua hizi vitu wanaweka nyumbani. Wengine wanaambiwa koroga hii. Kuna mmoja nimeona juzi amekuja hapa kwenye kliniki hii yangu, ameweka tobacco. Ameambiwa aweke tobacco, akashika akaweka ndani ya macho, jicho limepotea. So ni vizuri tuwe makini. Na ni vizuri nitaje hapo, niruhusu vile tukitaja vitu ambavyo havifai, ni vizuri kujua watu wengine wanaweka pia madawa ambayo hajaandikiwa na daktari. Ananunua tu katika kliniki? Ndio, katika duka la madawa. Akifika kwetu jicho lishaharibika kabisa. Jambo lingine, madawa mingi ya macho. Mingi ni kumaanisha 99%. Ukishafungua kale kachupa, kwa mfano tutaonyesha tu bila kuonyesha nini. Ukishafungua hivi, ni vizuri kusema inamaliza siku 30, hiyo dawa ina expire. Mingi yake. Na ndio sababu unaona kachupa kanakuaga kadogo, ili utumie for 30 days unaitupa. Lakini watu wetu nao ni waajabu. So unapata ya kwamba akishaweka kwa wiki 2, anaweka kwa shelf mahali juu. Baada ya mwaka mmoja ile shida tena isharudi, ndiye anaichukua. Sasa hiyo inakuwa ni sumu. So ni vizuri watu wetu wajue ya kwamba dawa iko na expiry date, na ukishafungua ile expiry date imeandikwa kwenye chupa, si hiyo. Unajua dawa imeandikwa inaisha after 3 years. Ikishafunguka hiyo expiry kwenye kikotoni, si hiyo. Hiyo ni 30 days. Okay. Asante sana. Kwa takapofunguliwa dawa ya macho, hakikisha kuwa unaitumia ndani ya siku 30. Baada ya siku 30 inageuka kutoka kwa dawa hadi kuwa sumu, na si vizuri zaidi kutumia hivyo. Pengine dokta, katika kuendelea na kipindi hiki, katika kuelimisha hawa wagonjwa wa kisukari pamoja na pressure, utamwona mzee anakuambia mimi naenda sana carrot, kuongeza nguvu. Nuru, ni chakula gani ama pengine ni lishe gani bora kwa hawa wagonjwa inaweza saidia zaidi katika kuboresha macho yao, kuongeza nuru? Ndio, na ni swali nzuri ambalo linakuja karibu kila wakati, na tukiwa na wewe kwenye kipindi unapata ya kwamba wanauliza na wanaandika sana. Niseme hivi, ni sawa kuambiwa mambo ya carrot, lakini ndio macho yako iwe salama inaanza wakati mama ni mjamzito. Ile chakula anakula kama amebeba mimba ya mtoto ni ya muhimu sana, kwa sababu hapo ndio development ya jicho la mtoto mchanga inaanza. So na tunatahadharisha wale ambao wanatumia mihadarati, wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wanakula mogoka, squeeze unaona imezidi, na vitu zingine ambazo wanatumia mihadarati yote in general. Tunasema mama mjamzito ajiepushe na mambo kama hayo, kwa sababu ya development ya macho ya mtoto. Jambo la pili, mtoto akiwa mchanga ni vizuri tuanze kuwafunza kula lishe bora. Si ndio? Iwe ni balanced diet, greens. Watoto wengi nimeona my friend hawakuli greens. Hasa huko kwetu katika. Sasa huko ndio hivyo. Ukivureni ni lazima mtoto awe na mfuko wa viazi karai. Alafu hizo viazi karai nimeona juzi ya kwamba hazitolewi kwenye hapa juu, inabondo alafu inanyonywa. Naam. So hii mambo yote tunaambia wasikilizaji, watazamaji wetu, ni vizuri sana kukula greens, spinach, cabbages, fruits. Hata sisi, hata wewe ndugu yangu, watoto wako wapelekee fruits. Usio na wasiwasi daktari kwa hilo. No. So ni lishe bora yote bora ya kuongeza, muhimu tu iwe iko katika viwango, especially wakiwa wachanga. Kuna watu wanasema watumie supplements na vitu zingine. Mimi advice yangu ni mtoto akiwa mchanga wacha akule lishe bora, na bila shaka greens, vegetables za muhimu sana katika afya ya macho.
Tugusie katika swala la kimitandao zaidi. Tunaona teknolojia imekuwa imepanuka zaidi na wagonjwa wengi. Tugusie hawa wagonjwa, pengine mtu ana simu anachukua muda mwingi kubrowse, anatumia muda mwingi akiwa TikTok, akimaliza hapo anaenda katika runinga. Mungu kamjalia kuna runinga ya inchi pengine 75 na anaikaribia, kwa sababu anakuambia nikikaa mbali hatibu akisoma news ama kipindi cha Al-Hajari kikifanywa simuoni hatibu vizuri, ni lazima akaribishe kiti chake karibu na ile runinga ama tarakilishi yake anofanya kazi nayo pale kazini. Pengine hivi teknolojia, mianga hii ya kiteknolojia inaathiri vipi? Inaathiri macho sana, na ni shida ambayo tunapata kila siku hapa. Na umenotice ya kwamba watoto wachanga huu ambao unauangalia, na haswa kutumia simu yako usiku kama umezima taa, my friend, unaharibu macho yako. My friend, unaharibu macho yako zaidi. Unaona vile watu wanazimaga, umeenda kwa bed unazima taa, ama uko sitting room unazima taa, utumie simu yako, hatari sana. UV lights, computers, simu, runinga, bila shaka ule mwangaza unaharibu macho kwa sana. Unaharibu zile muscle, yaitwa ciliary muscles. Na si macho peke yake, na shingo yako na akili yako hata zinaleta depression. So ni vizuri watu wetu wazitumie tu kwa wastani. Haya, tunaambiwa utumizi wa simu huku ukiwa umezima taa, hakikisha hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa ndugu zangu wote ambao kipindi hiki mnakitazama, hili naamini umejifunza, mimi na wewe, kwani najua ni wengi wetu tunapenda utumizi huu. Pengine kushauri Dr. tukiwa tunaendelea kumalizia kutokana na muda wetu hauturuhusu tena hapa, miwani. Mtu anakuambia mimi niko na miwani, hii ni ya kusomea, hii ni ya kupigia nayo mtaa. Kama tulivyoingia hapa nimeona baadhi ya design ya miwani ambazo uko nazo, miwani tu ya kuzuia jua, pengine ni miwani ya wenyewe wanasema ya udandi ama maridadi kwa ajili tu ya ubisho wenyewe wanavyosema lugha kwa watoto wa mjini. Pengine nasaha yako kwa wavaaji miwani, ama namna gani tunafanyaje? Kwa sababu umezungumzia UV, na nilipokuwa safari juzi nilitembelea moja katika kliniki nikiwa katika nchi za ngambo kidogo, na wakani recommenda moja katika miwani ambayo walinionyesha kuwa ni mzuri zaidi ya UV. Je, kwa sisi ambao pengine hatuugui gonjwa la macho, kuvaa miwani hizi za UV ni vipi? Ni vizuri sana, na niseme mtu yoyote ambaye anatumia kompyuta zaidi ya masaa 2-3 kwa siku anastahili kuwa amevaa miwani ambayo iko na kioo kinapunguza ule mwangaza, tunaita anti-glare lenses. Ya pili ni kusema ndio miwani ni muhimu sana kuvaa kwa watu ambao kama wewe sasa naona saa zote kwa kompyuta, unaendesha gari, ile mwangaza unakusumbua wa macho wa kuendesha gari na mambo kama hayo. So ni muhimu sana. Hatari iliyoko ni hii, ndugu yangu, hawa watu wanaenda kununua barabarani, wanaenda kununua bila mtaalam kuingilia. Miwani kama vile unaona hapa, lenses ziko na powers tofauti sana, ziko na namba tofauti sana. Ni vizuri uende kwa hospitali, daktari amehitimu, ili aweze kupima kiwango chako cha UV, cha nini, kazi yako. Akikaa chini na wewe atakuadvise ile miwani ambayo unastahili kutumia. Naam. Asante sana Dr. Pengine na soha yako tukumalizia. Ni ya kwamba ugonjwa wa kisukari na hypertension unaweza pofusha mtu. Ni vizuri watu wetu wawe makini, waangalie kila baada ya miezi 6 njoo kwa kliniki tuweze kuangalia. Kliniki ambayo ya daktari amehitimu ataweza kutambua kwamba sukari imeanza kuingia kwenye macho. La pili, watu kushare miwani, watu kushare contact lenses. Inshallah tukipata nafasi tutakuja tuwafunze kuhusu contact lenses. Hilo naona litakuwa muhimu zaidi. Hiyo tukipata Mwenyezi Mungu akitujalia tuje tuwafunze, kwa sababu naona wanashare magonjwa. Juzi nimepata mmoja amechomeka jicho kwa sababu alienda kupika akiwa na contact lenses yake, ikakwama kule ndani, ikaunguza jicho, ikaleta upofu. So watu wetu, macho ni muhimu, tuichunge, na kwa sababu itatusaidia. Asante sana. Jicho ama macho ni muhimu, moja katika viungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Hakikisha unaikitunza ama unaitunza macho yako kwa kutembelea kliniki ya macho kila miezi 6, kila baada ya miezi 6, ili tutibu
tukinge badala ya kutibu. Hakikisha unatembelea kliniki ambayo ni ya mtaalamu ambaye amehitimu. Usitembelee katika vijiduka tu ili tu kupunguza ama kuondoa kuona ni urahisi, lakini hatari yake ama hasara yake ni kubwa zaidi. Natamani tuendelee zaidi tukielimishana na Dr. Kinuthia, lakini muda haunasi tena hapa. Mwelekezi wangu Azlan Omar ananiambia ni muda wa kufunganya kupisha vipindi vingine kuendelea. Mimi nilikuwa wako Mohamed Atibu Abdallah. Nimshukuru sana Dr. Kinuthia Richard kutoka katika kliniki hii ya Perfect Eye Clinic ambayo inapatikana mkabala na kituo cha polisi cha Central pamoja na mgahawa wa Tarbush katika kaunti hii ya Mombasa. Nawe pia nikushukuru mtazamaji uliokuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa angalawa hii ya kielimu kiafya zaidi katika kipindi kipendacho cha afya na jamii. Fi amanillahi, uwe na usiku mwema.